Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kila sifa njema nastahiki Allah tabaraka wa taala, rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na sahaba wake na watu wake wote wa nyumbani na wale wote wenye kufuata ukweli mpaka siku ya mwisho. Ndugu zangu, darasa ya roho, darasa ya imani, moja katika darasa ambazo nazizungumza sana huko kwenye peji zetu. Ndugu zangu, moja katika darasa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kataja, kaimention kwamba ndio itakayopotea katika zama hizi. Elimu hii ya tauhid, elimu hii ya imani ni elimu muhimu sana katika umma wetu wa Kiislamu. Ndio elimu ambayo kila nabii alipokuwa anateremshiwa ujumbe, alikuwa anaambiwa aanze kuwafundisha watu wake, kwa sababu ndio elimu ya msingi kwa mwanadamu. Yaani kabla mwanadamu hajajua chochote, lazima ajue kwanza elimu kama hii. Lazima ndio elimu pekee inamfundisha mwanadamu ajitambue yeye ni nani, nini anapaswa kufanya kwa Mola wake, namna kumwabudu Mola wake nani. Hii ndio elimu muhimu sana kwa mtu kuweza kuifahamu, ilmu ruh ama ilmu tauhid. Sasa hii elimu binafsi napenda kuikumbusha mara kwa mara. Mwanadamu anapaswa kujitambua yeye ni nani, na kwa nini Allah kasema mwanadamu ni mbora. Umekuwa mbora kutokana na nini? Mwanadamu umekuwa mbora na tumekuwa wabora kutokana na muunganiko wa vitu vitatu ambavyo ni mwili ambao ndio nafsi hii tunatumia kuonana hapa saizi. Lakini cha pili ni roho ambayo ni wewe au mimi binadamu, mimi ni roho ambaye niko ndani ya huu mwili. Shafahamu? Cha tatu ni karini, jini huyu ambaye yuko ndani ya kila nafsi ya mwanadamu, ambaye ndiye mwakilishi wa sheitani. Vitatu hivi vilikutana vipi? Turejee kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiye anaweza kutuelekeza. Hakuna mwanasayansi yoyote anaweza kukuelekeza hili jambo zaidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuumbwa kwenu ninyi kumepitikana masiku 120, 43. Anasema ama 40 la kwanza kiumbe huwa kinakuwa katika hali ya pande la damu. Baada ya mzee kunyunyuza maji, yale maji yanakwenda kujitengeneza na kuwa pande la damu, ndiko panapatikanapo taarifa bwana, mama ana kitu kizito kinakuja, ana ujauzito mama. Anasema 40 la pili huwa katika pande la nyama, yani kwa maana kwamba huwa ameshaanza kubadilika, ile kiumbe kimebadilika kutoka kwenye damu kinakwenda kuwa pande la nyama. Yani tayari kishaanza kuumbwa, mwili ushaanza kuumbwa. Kwa hivyo tunapewa picha gani? Unaoanza kuumbwa hapa ni mwili. Kwa hivyo mwili unaanza kuumbwa, baada ya kutoka kwenye damu unabadilika na kuwa pande la nyama. Mtume anasema 43 Allah hukamilisha na humteremsha malaika kuja kupuliza roho na kuandika ima huyu atakuwa mwema au mbaya. Kwa hivyo 43 mwili ndio unakamilishwa, unakuwa ushakamilika mwili, ndipo Allah anamtuma malaika aje kupuliza roho ambao ndio wewe au ndio mimi. Ile roho ikiingia mle, ndipo kiumbe kinaanza kufanya kupumua. Hata mtoto utashangaa anaanza kucheza cheza. Ndio maana leo mtoto huanza kuonesha purukushani baada ya mwezi ule wa 4. Unataka kumshuhudia mtoto anaanza mwezi wa 4 kwenda wa 5, mtoto anaanza kukuonesha purukushani tumboni. Au kwa wale ambao tumeoa, unaanza kuona mtoto kidogo anatupa mikono miguu, tasikia nataka washike tumbo kidogo. Kwa hivyo hivi ni vitu viwili vimekutana tumboni. Kwanza awali katika vile vitatu umeanza kuumbwa mwili, cha pili ikafuata roho ikapulizwa, ambapo roho ndio wewe. Cha tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni huyu karini, mwakilishi, huyu sheitani, jini, mwakilishi wa Ibilisi, ambaye Allah amemweka katika kila mwanadamu kasoro Masihi bin Maryam na mama yake. Mtume anasema katika hadithi ndefu sana inayopatikana katika kitabu cha Imam Bukhari, anasema kila mmoja wenu anapozaliwa huingiwa na huyo karini, uguswa na huyo sheitani. Hadithi maarufu inapatikana katika nambari 4845. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila mmoja wenu anapozaliwa huingiwa na huyu karini, huguswa, huingiwa na huyu sheitani.
na ndiyo sababu inayopelekea mtoto kupiga ukelele. Leo mtoto anapozaliwa lazima apige ukelele. Wapo ambao asipolia wanampiga na makofi ili alie. Lakini niwakumbushe kitu kimoja, lazima atalia. Labda hata kama akawa ni ana ugonjwa wa kuzungumza, basi mtasikia hata kamguno tu lazima. Kinachotofautiana pale ni nini? Ni muda gani yule Karini anaingia. Huenda mwingine anawahi kuingia, mwingine huenda anachukua time kidogo kuingia kwenye mwili. Kwa hivyo inakuwa inapelekea baadaye kuchelewa mtoto kulia. Lakini haina maana kwamba eti mpaka apigwe. Wanasayansi of course hawezi kukuambia hicho kitu, kwa sababu wao hawaamini katika imani. Wale ni watu wa kipagani, wanaamini upagani. Lakini haya anayoongea ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asa akasema kila mmoja wenu anapozaliwa huingiwa na huyu sheitani. Maswahaba akamwambia, ya Rasulullah, vipi wewe, je, haujaingiwa na huyo? Kaambia, mimi ni naye, lakini wangu mimi kasilimu, nishamsilimisha. Kwa hivyo haniamrishi isipokuwa mema. Kwa hivyo hapa tunapata muunganiko wa vitu vitatu. Mwili ulioanza kuumbwa siku 120 mwanzo, roho iliyokuja kupulizwa baada yake ambayo ndio wewe. Cha tatu ni Karini anayeingia katika miili yetu mara baada ya kuzaliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza, anasema huyu Karini anatembea katika mwili wa mwanadamu kama damu inavyotembea. Damu hutembea kupitia mishipa. Kwa hivyo huyu Karini anatembea kupitia mishipa ya damu. Roho ya mwanadamu inavyoingia katika mwili huenea mwili mzima, na makao yake makuu huwa yanakuwa ni katika moyo. Kutoka katika moyo ndio sehemu ambayo moyo unatoa mawasiliano kwenda sehemu fulani. Mfano na kunyoshea kidole, tayari moyo umetoa connection ya damu kwenda eneo la mkono mpaka nikanyosha kidole. Nataka niinue kitu fulani, moyo umetoa connection ya papo kwa papo, damu imepush kwenda kule, mimi nikainua kitu fulani. Umeona? Ndio kazi ya moyo. Ina push damu. Kwa hivyo roho inaenea mwili mzima, lakini chumba chake kikubwa ni katika moyo. Ndio maana leo mtu anavyofariki, sehemu za kwanza kabisa kuanza kupooza huwa ni miguuni, kwa sababu ndiko ambako roho inaanza kutolewa kuanzia kwenye kucha kule mpaka inafika katika makoo. Allah ajalie mwisho mwema na wepesi katika jambo kama hili. Sasa huyu Karini naye anapoingia mle, anatembea kupitia mishipa ya damu na anakuja katika chumba cha roho ili aweze kushawishi apate kutawala. Unajua mwili umepewa wewe mwanadamu. Yaani huu mwili imekabidhiwa roho yako wewe. Yaani mimi zaidi ndiye nimekabidhiwa huu mwili. Sasa huu mwili atakayekwenda kuulizwa ni dereva ambaye ni roho. Kama leo tu dereva ukikamatwa njiani, gari haipigwi faini. Kinachopigwa faini ni dereva na leseni yake. Traffic wanadili na dereva, hawadili na gari. Shafahamu? Kwa hivyo wewe ndio utakayekwenda kuulizwa ulitumia vipi kwenye kuongoza huu mwili. Uliutumia vipi huu mwili katika kuendea njia yetu. Kwa hivyo huyu Karini akishaingia pale, panakuwa pana upinzani mkubwa sana kwamba anataka atawale yeye katika ule moyo ule, yeye ndo awe ndani. Kwa maana hiyo wewe akufubaze, akudidimize, yeye ndo awe mtawala. Akisha kwa mtawala, maana yake atatumia viungo hivi kama mikono, mdomo, ulimi, masikio kwenye mambo yake ambayo hayafai. Huwa panapatikana upinzani mkubwa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, katika mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama. Likitengamaa hilo pande, mwili mzima umetengamaa. Na likiharibika, mwili mzima umeharibika. Hilo pande, ndugu zangu, ni moyo. Kwa hivyo hapa Karini akifanikiwa kukupush, ukamwachia nafasi, basi mwili umeharibika. Si ajabu kumuona mtu kama huyo anatukana sana, ana lugha mbaya, ana matusi, ana vitu vya hovyo vikiangalika, mpaka kuna muda unafika watu wanasema yule bwana ana roho mbaya sana. Yule bwana ana roho ya kishetani. Sio shetani, huyo kashakaliwa na Karini. Lakini roho ikiendelea kutawala, manake mtu huyu atakuwa ni mtu wa ibada, mtu mwema, haangalii mpira, hashabiki, yuko busy na maisha yake ya kheri katika ibada, yuko vizuri, mashaallah. Hasa kutokana na ugomvi huu ndiko panakopatikana makundi matatu ya nafsi.
panapatikana kundi la nafsi yenye kuamrisha maovu, nafsi amaratu bisui, kundi la nafsi ambazo zinaamrisha machafu tu, ambazo Qur'ani zimetaja. Kundi hili ni la wale ambao Qarini amewapush kwenye utawala wa moyo, kwa hivyo amekaa yeye. Kwa hivyo hawatumii mikono yao, midomo yao, akili zao, isipokuwa kwa ajili ya kumwasi Allah peke yake na kuwadhuru ndugu zao, majirani, watu wa mbali, wa karibu. Hawafai hata kuangalia, ni kama wanyama. Kundi hili ndugu zangu, siku ya kiyama halitokuwa na kuhesabiwa, litaambiwa ingieni jahannam moja kwa moja. Kundi la pili ni kundi la nafsi zenye kujilaumu, kundi la nafsul lawama. Hili kundi ni lile ambalo kuna muda Qarini anafanikiwa kupush, anashika utawala wa mwili. Kwa hivyo mtu muda ule anaweza kufanya mabaya. Kuna muda roho inajirudi, inampush Qarini, inashika utawala. Asa mtu huyu huwa anasema, kwa nini nilifanya vile? Kwa nini nilikosea? Kwa nini niliongea? Kwa nini nilifanya? Yaani kujilaumu kule, kujutia, kwa nini niliamua hivi? Kwa nini nilifanya hivi? Ndio kundi la nafsi zenye kujilaumu. Hili kundi ndugu zangu, siku ya kiyama litakuwa katika, ndio lile kundi ambalo litakuwa linahesabiwa amali zake, kwamba ni zipi nzito, zipi nyepesi. Na kundi la mwisho ni kundi la nafsul mutmainna, nafsi iliyotua. Allah anasema katika suratul Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sasa hili ndo kundi la nafsi ambayo imetua, nafsi ambayo wakati wote Qarini hana nafasi ya kutawala moyo, roho ndio inatawala. Mashaallah. Hili kundi ndo kundi ambalo siku ya kiyama halitokuwa na hisabu, litaambiwa ingieni janna kwa mlango mnaotaka. Ndugu zangu, hili kundi kwa sasa hivi sisi wanamume kulipata ni ngumu sana. Labda kwa wanawake wao wana nafasi, kwa sababu kipengele cha kufanya kiapo kwa amiri wao wameshafanya kwa wale ambao wameolewa. Lakini kwa wale ambao wameolewa nafasi hii bado wanayo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kawatajia mambo manne tu ya kutekeleza ili waingie janna katika mlango wanaotaka wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam kataja mambo mangapi? Mambo manne tu. Ukiswali swala 5, ukafunga Ramadhani, ukamtii mume wako, ukajihifadhi, utaingia janna kwa mlango unaotaka wewe. Mwanamke, fursa yako ndio hiyo. Sisi wanaume tuna kazi kubwa. Kwa sababu gani? Mtume amesema atakayekufa nyinyi katika Waislamu nyinyi chini nje ya kiapo cha amiri, huyu kafa kifo cha kijahili, kifo cha kipagani, kifo cha kikafiri. Sisi leo hatuna huyo amiri. Kwa ambao tunajua tuko wakati gani, tunajua kama tunamsubiria amiri ambaye ndiye Imamul Mahdi kwa sasa hivi. Sisi leo amiri hatuna. Kwa hivyo kiapo hatujakifanya. Lakini mwanamke yeye tayari amiri wake ni mume wake. Pale kukubali kwake kuolewa ndo kafanya kiapo. Amiri ni wewe mwanaume. Ndio maana siku ya kiyama wewe utaulizwa, ulimuongoza vipi yule mwanamke? Ulimpeleka katika njia kwa namna gani? Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, moja kati ya kazi kubwa sana ya mashaitani ni kuleta kusahaulisha. Huyo Qarini ambaye anakuwa katika kundi la mtu ambaye anakuwa katika kundi la nafsu lawama, nafsi ya kujilaumu, mara nyingi Qarini huwa anasahaulisha na kusahaulisha na kukutia hofu. Akikusahaulisha maana yake unasahau. Ukisahau umejaa kwenye mfumo wake. Ndio maana Allah kateremsha vitabu kwa ajili ya sisi kukumbuka mle, na akajalia kwamba watu wafanye kazi ya kufikisha ili muda ambao umesahau ukumbushwe. Hasa wewe usio mtu ukumbusho, wewe ukatae ukumbusho. Kazi ya mwisho mashaitani ndugu zangu ndio huleta maradhi, na Allah ameleta tiba. Allah hamsababishi mja wake madhara wala maradhi, isipokuwa mashaitani ndio humsababishia. Na Allah kazi yake kubwa yeye ni kuwapa ruksa.
watakapomuomba anawapa ruhusa. Ndio maana Nabii Ayubu alayhi salam aliporipoti kesi kwa Allah anasema, hakika shetani ameniletea maradhi. Kaniletea maradhi mimi shetani. Kaniletea udhia lenye kuchusha. Lipi? Ni maradhi ambayo alikuwa amempata Nabii Ayubu alayhi salam. Kazi kubwa ya kama shetani. Kwa kuwa mtume kasema yule karini anatembea kupitia mishipa ya damu, ni wazi kwamba wakati anatembea mle kuna wakati anaacha uchafu wake. Hasa kwa kuwa wanasayansi wa kipagani hawaamini katika imani, wanakuambia hivi, katika hii mwili kuna sehemu kuna bakteria, kuna wadudu. Ikumbuke majini nao wanakula Kwa kuna muda na yeye pia lazima waende wakatoe uchafu wao ambao wamekula pia. Sasa kama mji atakuwa hana ulinzi wa Allah, ile sheitani inaweza kuachia uchafu mle ndani. Ule uchafu mwisho siku naambiwa wewe una wadudu na bakteria na kadhalika. Na ndio sababu ya leo kuwepo kwa bakteria. Basi inshallah katika hivi viwili, mwili na roho, tuachane na karini. Kila kimoja kitakuwa na nguvu endapo kitaishi katika asili yake. Roho itakuwa na nguvu endapo itakuwa inakula chakula chake, yani maneno ya Mwenyezi Mungu. Utasoma Qur'ani, utafanya adhkar, utafanya mambo ya khairi. Allah anasema katika Qur'ani, na katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu hakika roho hutulia, roho hutua. Mwili utakuwa na nguvu endapo utashikamana na mambo yake ya kiasili, ikiwemo mwili utakula vitu vya asili kutoka ardhini, kwa sababu asili yetu sisi wote ni udongo. Mwili utakuwa na nguvu endapo utakula vitu vya kiasili kutoka ardhini. Leo pamekuwa na matatizo mengi sana ya nguvu za kiume kwa watu. Shida ni nini? Vyakula vinavyoliwa leo sio vyakula vya asili. Wanawake wanazaa kwa operation na magonjwa mengine mengi ya ajabu. Kwa sababu gani? Vyakula vinavyoliwa sio vya asili. Kwa ndugu zangu katika imani, nafikiri nimeongea kwa ufupi, tumefahamiana. Allah tabaraka wa taala tusimamie, na tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Darasa hii ni adhimu kabisa, darasa ambayo of course inajenga na inatoa mwanga kwa watu kujitambua wao ni kina nani na nini kinaendelea katika nafsi zetu na nini tunapaswa kufanya. Kwa hiyo tunapaswa kumwabudu Allah ili tuweze kuwa ndani ya nuru yake. Tufanye kipindi hapa namna pekee kumshinda karini ni nini? Tuwe tu ni watu wa kushikamana sana na adhkar, kusoma Qur'ani, kwa sababu tukifanya hayo tutakuwa ndani ya nuru ya Allah. Kuwa ndani ya nuru ya Allah maana yake upo katika gwade, ulinzi. Kwa ni mara chache mno karini atafanikiwa kukushawishi. Vita baina ya karini na roho ni kubwa sana na huwa inaendelea. Na wewe unayejua of course. Kuna muda umekaa unaona kabisa unapiga gumzo, na kama unaongea na mtu hivi basi huyo ndio karini. Utasikia mtu anakuambia mimi nina mawazo mawili hapa. Jua moja la kwake, moja la karini. Kwa hiyo bidii makini sana. Kwa ndugu zangu katika imani, Allah tujalie tuweze kupambana vyema vita hivi, na namna pekee ya kupambana nimeelekeza hapo. Tuwe watu wa adhkari sana, Qur'ani, mema mengineyo, ili tuweze kuwa ndani ya nuru ya Allah tabaraka wa taala. Na mwisho kabisa, inshallah hivi karibuni tutaanza kuzungumza ufisadi wa Yaajuj wa Maajuj na Dajjal, kwa sababu tushazungumza tayari kufunguliwa kwao, tumezungumza baadhi ya ajenda zao. Tunaanza kuzungumza ufisadi wao katika nyanja mbalimbali. Ufisadi wa Yajuj katika elimu, mfumo wa elimu, kwa sababu wametajwa kwenye Qur'ani kwa sifa ya ufisadi. Kwa hivyo wanafanya ufisadi sana katika ardhi kwa sasa. Hata tutazungumza ufisadi wao katika ardhi, katika elimu, katika afya, katika uchumi, katika utawala, katika kila nyanja tutagusia ufisadi upi wa Yajuj unafanyika kwa zama ambazo tuko nazo. Allah tabaraka wa taala kulipe kheri kwa kusikiliza, na tujalie wasa mpaka wakati mwingine ujao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.